Allah aliumba jinsi ya kike ili wakuwe ni bibi ya mume, na aliumba kike kwa ajili ya vitu mbili. Ya kwanza, ili mtu apate kukidhi haja ya matamanio yake ya shahwa. Mtu hawezi kukidhi matamanio ya shahwa ila kupitia ndoa. Na sababu ya pili, Allah aliumba jinsi ya kike ni ili mapenzi na rahma ipatikane baina ya mume na mke, ili pia kujenga familia na kujenga mujtama. Saizi wamefika mahala wanatumia teknolojia kutengeneza msichana ili awe bibi ya mwanaume. Je, hii ni ukweli? Ukiuliza wale ambao kuna akili timamu au madaktari, watasema hii itafanya mtu awe mwendawazimu. Kwa mfano, ukiwa na bibi wako unaweza muuliza hii nguo ni mzuri ama unaonaje? Lakini hizi ambazo zimetengenezwa na teknolojia inakudanganya. Imetengenezwa ili kwa madhumuni ya kukudanganya. Lazima kutakuwa na kutosikizana baina ya mume na mke. Hii ni kitu ya kawaida. Kama vile kuna chumvi katika chakula. Lakini tukitumia suluhisho za kisheria, maisha baina ya mume na mke inakuwa ni ya kupendeza. Je, unaweza kula chakula bila chumvi? Hapana. Hizi ndo changamoto kidogo baina ya mume na mke, kwa sababu tuko katika dunia. Hii ni kitu ya kawaida.